Habari, karibu tena katika channel yetu ya JWS Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea faida za mgagani. Wengi wamekuwa wakituuliza kwamba je, mgagani una faida gani, lakini pia namna ya kutumia na magonjwa yapi ambayo yanatibiwa kwa kutumia mgagani. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama una changamoto yoyote, una changamoto ya kiafya ambayo imekuwa ikikutesa na haufahamu namna ya kuondokana na changamoto hiyo, basi JWS Herbal Clinic tupo kwa ajili ya kusaidia wewe kuondokana na changamoto hiyo kiurahisi kabisa, au ukiwa hapo nyumbani. Sasa hapa tutaangalia namna ya kutumia kwanza mgagani, au utautumiaje kabla ya kuangalia faida yake. Mara ya kwanza unaweza kutumia kama majani mabichi. Majani mabichi unaweza kutumia kama mboga kawaida, ukatumia kama mboga, au kayaongeza kwenye juisi ambayo unakuwa na blend kwenye blender, itakuwa sawa. Lakini namna ya pili ni majani yaliyokaushwa. Majani yaliyokaushwa unaweza kuyasaga yakawa katika mfumo wa unga. Kisha katika mfumo wa unga, basi utayatumia kwenye maji ya uvuguvugu asubuhi, mchana na jioni. Namba tatu, zile mbegu. Mbegu unaweza kutumia kutafuna au kula kama kawaida, au kutengeneza mafuta yake ya mgagani. Lakini namba nne, chai ya mgagani. Basi utakuwa na mgagani ambao umesagika, ambao katika hali ya unga. Huo mgagani utakachofanya, utayatumia kama majani ya chai, utakoroga, utakunywa asubuhi na jioni. Kwa hiyo ni namna ya kutumia mgagani. Lakini faida namba moja ya mgagani ambayo utaipata, kwanza inasaidia wanawake wakati wa hedhi na wale baada ya kujifungua. Kwa wale ambao ni baada ya kujifungua, ni nzuri kwa sababu inaongeza maziwa. Kwa hiyo kama una changamoto ya kuwa na maziwa machache baada ya kujifungua, basi mgagani the best solution. Tumia mgagani, utakusaidia kuondokana na changamoto hiyo kabisa, au ukiwa hapo nyumbani moja kwa moja. Lakini faida nyingine kwa upande wa wale ambao wako kwenye siku zao, ni kwamba mgagani unasaidia kupunguza yale maumivu. Kuna wengine wakiwa kwenye siku zao, basi wanakuwa na maumivu makali. Kwa hiyo utatumia mgagani, utaweza kukusaidia kuondokana na changamoto ya kupata maumivu makali. Lakini pia inasaidia katika afya ya ngozi na nywele. Wakina mama, wanawake ambao wanataka kuwa na nywele ambazo zinavutia, nywele ambazo zinang'aa, basi tumia mafuta yanayotokana na mbegu za mgagani. Na kwenye changamoto ya ngozi kubabuka, ngozi haing'ai, ngozi inakuwa kama imekakama, basi mafuta ya mbegu hizi za mgagani ni mazuri sana, yatakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia namba tatu tunasema inasaidia kuimarisha au kuondoa matatizo ya mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula. Tumeshaongelea madhara, dalili za mfumo wa mmeng'enyaji wa chakula kuwa dhaifu. Ina maana mtu upati choo, unafunga choo, unapata choo cha mbuzi. Basi tumia mgagani, utakusaidia kuimarisha mfumo wako wa mmeng'enyaji wa chakula, na utakusaidia kuondokana na changamoto kadha wa kadha. Namba tatu, huondoa sumu mwilini, detoxification. Ina maana kwa wale watu ambao una sumu mwilini, basi ukitumia mgagani utaweza kukusaidia moja kwa moja kuondokana na hiyo changamoto ya sumu mwilini. Lakini pia inaimarisha afya ya moyo. Kwa nini inaimarisha afya ya moyo? Inaondoa yale mafuta machafu ambayo tunasema ni LDL, na kuongeza yale mafuta mazuri HDL kwenye mwili. Kwa hiyo inasababisha iwepo afya nzuri ya moyo. Lakini udhibiti kisukari. Kwa wale wenye kisukari, kama una kisukari, basi inasaidia kushusha kiwango cha sukari kwenye damu. Kwa hiyo tumia mgagani, ni dawa nzuri, itasaidia kuondokana na hiyo changamoto ya kisukari. Faida nyingine, kinga ya mwili. Inaboresha kinga ya mwili. Kwa sababu gani? Kwa sababu ina vitamini D. Kwa hiyo inaongeza uboreshaji au kinga ya mwili inaweza kuwa juu zaidi kuweza kupambana na magonjwa. Ni kwa nini? Kwa sababu ina antioxidants ambazo zilizomo, basi zinasaidia kupambana na magonjwa mara kwa mara. Lakini pia kuongeza nguvu za mwili. Wale ambao unahisi kuchoka, unahisi mwili wako ni mnyongofu, basi tumia
mgagani utaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo kirahisi kabisa, ukiwa hapo nyumbani na bila kuwa na changamoto yoyote. Na mwisho ni kwamba ni chanzo kimoja cha virutubisho. Kwa sababu gani? Kina calcium, kina chuma, kina vitamini A, E na C. Ndio maana inaongeza nguvu mwilini mwako. Hizo ndo baadhi ya faida ambazo utaweza kuzipata na magonjwa ambayo yanaweza kuondolewa na kwa kutumia mgagani. Tuambie hapo chini, je, wewe umepata faida gani kwa kutumia mgagani? Tunasema sharing is caring, share na sisi. Tuelekeze basi mgagani umekusaidia kuondokana na changamoto gani, na sisi tuweze kujifunza zaidi. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.